Hii ni taarifa njema kwa waombaji wote wa ajira za Jeshi la Uhamiaji Tanzania waliofanya usahili, na hapa tunaona ni taarifa kwa umma kuhusu kuitwa kwenye mafunzo na Jeshi la Uhamiaji. Kama ni mara yako ya kwanza kushiriki video zetu, usisahau kusubscribe na kuwasha alama kengele ili kuweza kuendelea kupata notification pale tu tunapofanya update nyingine zinazohusu ajira pamoja na elimu. Kama tunavyoona, video yetu inaonyesha wito wa kuitwa kwenye mafunzo, na tunaona kuna maelezo. Maelezo yameanza kusema Kamishna Jenerali wa Uhamiaji anawatangazia vijana waliomba ajira na kuitwa kwenye usaili kupitia mfumo wa ajira wa uhamiaji kwamba wale waliochaguliwa wametumiwa ujumbe kupitia barua pepe na namba zao kuwa wanatakiwa kujiunga kwa ajili ya mafunzo ya awali ya askari wa uhamiaji ambayo yatatolewa katika Chuo cha Uhamiaji cha Rafaeli Kubaga kilichopo wilaya ya Mkinga, mkoa wa Tanga. Ujumbe huo umeainisha siku, tarehe pamoja na muda wa kuripoti chuoni. Kwa hiyo paragrafu ya kwanza inaeleza kwamba kwa wale wote waliofanya usaili na kufaulu, basi wametumia ujumbe kupitia barua pepe ama email ama namba zao za simu kwa wamechaguliwa na wanapaswa kuripoti katika chuo cha Rafael. Lakini paragrafu ya pili inasema kwamba wakati wa kuripoti chuoni, mhusika atalazimika kuonesha ujumbe wa simu ama barua pepe ya wito wa kujiunga na mafunzo husika. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wametumia ujumbe kutoka Jeshi la Uhamiaji kwamba wanatakiwa kufika kwenye mafunzo, basi barua zao zile, barua pepe zao pamoja na ujumbe kupitia namba za simu wanapaswa kuzihifadhi ili waweze kuzionyesha kama tiketi ya kuingia kwenye mafunzo hayo. Aidha, vijana hao wanatakiwa kuwa na uthibitisho wa kuwa yeye ndiye mhusika halisi kama vile kitambulisho cha taifa, cha mkazi ama pasipoti ya kusafiria. Sambamba na hilo, mhusika anatakiwa kuwa na nyaraka halisi za cheti cha kuzaliwa, vyeti vya taaluma, kitambulisho cha taifa pamoja na nakala zake. Kwa hiyo unatakiwa uende na vyeti original na pia uwe na kopi zake. Tunaona namba 3 anasema mahitaji ya vifaa vingine vinavyohitajika ni kama ifuatavyo. Kwa kuna vifaa ambavyo vitahitajika: uwe na bima, pia na fedha ya bima ya afya 50,400 kwa wasiokuwa na bima. Pia uwe na shuka na foronya ya rangi ya blue 4. Uwe na mto, chandarua cha duara cha rangi ya light blue, sanduku la bati kubwa tunaita trunka, ndoo kubwa na ndogo, tracksuit rangi nyeusi na blue pair moja kila rangi. Unachukua tracksuit nyeusi 2 pamoja na blue 2. Raba pia 2 kwa ajili ya michezo. Kwa utakuwa na hapa amezungumzia ni rangi yoyote ile unaweza kuwa na. Nguo chache nadhifu. Kuwe na rain boots pia moja kijani ama nyeusi. Uwe na counter book 4 kwa ajili ya kujifunza. Vifaa vya usafi kama jembe, suluhu, kwanja, panga, fagio wa cheleo. Lakini pia fedha za kujikimu utakiwa uwe nazo. Namba 4 nasema aidha vifaa vifuatavyo pia vitapatikana katika duka la chuo. Shuka na foronya zinapatikana katika duka la chuo. Kwa hiyo unaweza ukafika pale tukanunua. Chandarua, t-shirt, trunka, ndoo kubwa na ndogo zinapatikana pale. Counter book, hiyo nasema ni kwa 4 pia zinapatikana pale. Ni 4 kwa zone. Tukiwa counter book unazo 4. Lakini rain boot pia zipo. Vifaa vya usafi pamoja na mahitaji mengine pia yanapatikana katika duka la chuo. Kwa changamoto yoyote basi unatakiwa kuiwasilisha kupitia email ambayo ameitoa hapo ajira@immigration.go.tz. Kwa hiyo ndio tangazo letu ambalo limetoka siku ya leo tarehe 13 Aprili 2026. Mambo ya kuzingatia ni kusoma ujumbe ambao utakuwa na maelekezo ni lini unapaswa kuripoti chuoni. Baada ya
alafu unakuja kusoma vizuri mahitaji ambayo yanahitajika na ni yapi ambayo unaweza ukayapata katika duka la chuo ili kurahisisha kuondoa na usumbufu wa usafiri, kwa sababu kwa wale wanaotoka mbali vifaa vyote hivi kuja navyo inakuwa ni usumbufu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa tu ukaweza kujiandaa na pesa na kwenda kununua katika duka la chuo.